Mamkuzi mema na mbawazi tokayo kwa mzee mkuu wa Ziwa Lieni, pasi na shaka hujambo na mzima wa afya tele. Iwapo afya imekuwa shakani, binafsi na kuombea kwa Jalali mwenye enzi na ulimwengu wake, Maliki na Sultan wa dunia yote, mwingi wa jaza na jezuo, uweze kurejelea uzimani. Karibu sana kwenye Sports AM. Hapa ndio mahali pekee Afrika Mashariki na Kati ambapo huwa tunakupitisha kwenye taarifa mbalimbali za michezo ambazo zimesheheni na kushika hatamu kunako viunga na madimba mbalimbali ya kimichezo. Naye kuelekea asubuhi hii kwenye Sports AM, naitwa Hassan Ahmed, pamoja nami kwa leo nitakuwa nimeketi na mashabiki wa timu mbili. Kuelekea Dar es Salaam Derby nitakuwa na mashabiki wa Azam FC, bila kusahau pia nitakuwa na mashabiki wa Wananchi Young Africans, mabingwa watetezi na mabingwa mara nyingi zaidi kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Machache kati ya mengi ambayo hii leo tutakwenda kuyatazama ni pamoja na joto kuelekea mchezo wa Dar es Salaam Derby. Mashabiki watakuwa hapa kutambiana, lakini pia kutuambia ni kwa nini wanatamba kuelekea kwenye mchezo huo. Mbali na hapo, pia atakwenda kuangazia juu ya ratiba ya hatua ya 16 bora ya michuano ya CRDB Federation Cup, kile ambacho kitakuwa kinajiri na kuchukua nafasi. Tutaiangaza ratiba ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Tutaangazia michezo ambayo ilipita, kwa maana ya weekend iliyopita, michezo yote ambayo imechezwa, lakini pia tutakwenda kutazama sekeseke ya kile ambacho kimejitokeza katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta pale jijini Arusha. Bila kusahau pia tutavuma kwenye rubaa za kimataifa kuangazia duniani huko kwenye taarifa mbalimbali za kimichezo, nini ambacho kitakuwa kimejiri na kuchukua nafasi. Lakini kwa sasa moja kwa moja kwa chata na tamwa, yani kufurahishwa na kupendezwa, ninayo furaha mpwite kualika studioni mashabiki ambao tuko nao hapa studioni. Jamani, habari za wakati huu? Mungu ni mwema, Mungu mko vyema kabisa Shwari kabisa. Naona mlikuwa mmetulia tuli mithili ya maji mtungini. Sasa angalau mwenezi kumbe upo? Mimi nipo kama kawaida. Uhakika, unajua uhakika ukishakuwa mwingi unatamani kila sehemu uwepo, au wanasema kila pahala. Inabidi kila sehemu ile wewe unaonekana. Kwa hiyo naona umejaa, yani wewe unajua unaonekana tofauti na unaonekana kwa haraka. Naonekana kwa haraka, naonekana tofauti, na huu tofauti hautoishia hapa studio. Tukutane saa 4 kamili usiku. Uko na shabiki wa Yanga hapa? Nipo na mashabiki wa Yanga. Karibu yako sasa. Hapa karibu. Na si unamwona mwenyewe anasikia ubaridi? Anatetemeka. Ubao tayari unaonyesha tofauti. Hapo ndo kwenye mpaka hapa ni mpakani. Hapa ni mpakani. Kutoka hapa kwenda hivi unakuta kabisa matajiri. Ukishakuwa tajiri wa Dar es Salaam, automatic tajiri wa nchi. Kwa hiyo huko ndo kuna matajiri. Na kutoka hapa kwenda huko ndo nchi yao. Huko Tajiri upo kwenye nchi. Unga mwana huko, si unaona? Nchi akiamua tajiri anaondoka tu. Okay. Hasa ni kwani au mashabiki wa timu gani hao? Mashabiki wa Yanga au huko mwishoni? Si umesema hapo ndo kwenye achana huyu na huyu, hawa hapa ni hawa tunawatambua. Au si umesema hapo ndo kwenye mpaka? Mpaka huko hapa, hapa. Hapa tulipo hapa ndo 1 2 3 4. 1 2 3. Hii ina maana gani? Hapa yani hapa ni 1 2 3. Hapa 1 2. Umesikia Hasani? Hapa ni 1 2 3. Sijui unaelewa? Alafu hapa ni 1 2. Kwa faida ya watazamaji wetu, kwanza karibuni sana kwenye studio za. Asante sana. Bila shaka mnajisikia mko nyumbani. Sana. Nikianza na mzee wangu, nilikuwa naomba mike hiyo msogezee mzee hapa. Afungue mzee. Tuanze hivi. Kwa faida ya watazamaji wetu, majina yako? Naitwa Twaha Chigeka. Twaha Chigeka, umetokea wapi? Mimi nimetokea tawi la Yanga Gerezani Kariakoo. Tawi la Yanga Gerezani Kariakoo, watoto wa mjini. Mimi ndio mlezi wa watoto wa mjini wote. Karibu sana kwenye studio zetu za Azam TV. Nashukuru sana. Mpe swaiba wangu hapo wa karibu. Mtu wa Jibondo huyo. Habari za Kifinge bwana? Nashukuru kiongozi, salama kabisa. Okay, mike unayo, mpe kaka hapa alova jezi ya Yanga. Wewe unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Hassan Sasama almaarufu. Ni mwenyekiti wa tawi kubwa kabisa Gerezani Kariakoo, watoto wa mjini. Umesema unaitwa Hassan Sasama. Ni Hassan Sasama. Hassan Sasama. Na sio Hasani. Hakuna Hasani. Mwisho wangu mtu wa mafia. Mambo ya haja. Hakuna Hassan, hakuna Hasani. Hassan. Wewe ni Hassan. Naam, mashaallah. Yuko bwana mtume. Kabisa. Karibu sana shehe wangu. Asante. Melchior Mbando. Melchior Mbando. Ndio. Na pia unatoka Gerezani Kariakoo. Bob Nyonge, umeanza kupata baridi mapema? Hapana. Uko fiti? Niko fiti. Kalikiti. Kalikiti. Mpe mzee wangu.
Naitwa Nasli Ismaili, ni katibu wa tawi la Yanga Gerezani Kariakoo watoto wa mjini, lakini katibu mtendaji mkuu wa tawi. Kwa hiyo tumekuja kuangamiza na kuleta kile ambacho kimeandaliwa kuelekea mechi ya zidi Azam. Kwa hiyo ndugu yangu hapa Mwenezi nimemsihi kabla ya kipindi, nimwambia ndugu yangu kofia awe na wasaidizi wake. Baada ya dakika 90 kofia ataisahau. Hiyo aliovaa hapo juu? Naam, kofia ataisahau. Kofia kibaharia kabisa. Ataisahau kofia yake leo Mwenezi. Nahodha hiyo. Hajaijua. Ataisahau kofia Mwenezi. Hajajua siri ya. Nimwambia awe na wasaidizi wake amsaidie kubeba hiyo kofia baadaye. Mwenezi, si uko na mic, umevaa mic hapo? Mimi ninayo mic. Okay, sawa. Mimi niko na. Karibu Mwenezi kwa faida ya watazamaji. Mimi bwana, kwa majina naitwa Octavian Patrick Achimpota. Ndio. Yes, hilo ndo jina langu halisi, lakini almaarufu Mwenezi Azam FC. Hii Mwenezi imekujaje? Hii Mwenezi imekuja, ili jina niliamua kujipa mimi mwenyewe kwa sababu niliamua sasa kuvaa gwanda kuhakikisha nakaa fronti ili kuitetea Azam FC. Wewe ndiye Mwenezi pekee ambaye kwenye kipindi umevaa kofia tofauti kabisa. Nataka nifahamu kwanza siri ya hiyo kofia ambayo umeivaa. Siri ya hii kofia ni kile ambacho kama nilivyokuambia swala langu la uenezi. Kuna mtu mmoja anaitwa Abduli. Huyu ni dereva na ni muasisi au moja kati ya waasisi wa Azam Football Club. Nilikutana naye Zanzibar. Kiukweli hata mimi mwenyewe binafsi alini surprise na kunifanya alinipa thamani ambayo sikutarajia kama naweza kuipata thamani kama ile, kwamba kile ambacho nakifanya watu wanakiona. Kwa hiyo aliniita tukaenda kwenye gari yake. Sasa kama unavyojua tena vijana sisi, labda mtu akiomba njoo unaona labda nini tena leo bosi anataka kucheka. Unaelewa? Bosi anataka kucheka nini? Kufika pale nikaja kukutana na thamani ambayo binafsi sikutegemea. Yani achana kule kucheka ambacho nilikuwa na kusema, lakini nimekuja kukutana na hii kofia. Aliniambia, Mwenezi, nakupa hii kofia. Unachokifanya ni kikubwa sana kwa Azam FC. Yani mimi zawadi yangu nakupa. Amenivalisha kofia, akaniambia nakupa hii zawadi yangu kofia. Vaa, itakusaidia kwenye mambo yako. Kiukweli nakwambia toka siku ile, yani kwanza sikuamini kama nimepewa hii kofia. Mashahidi ndio wapo, rafiki zangu wao nilikuwa nao kule, waliona ile tukio. Kwa kweli nilishukuru sana, na chozi lilibaki kidogo tulitoke kwa sababu aliponikabidhi kofia aliondoka. Ila kama angeendelea kupoteza dakika 1 2 3, na vile wewe machozi yako yako mbali. Na machozi haya yako mbali, kwa hiyo kidogo unajua. Kwa hiyo kiukweli aninithaminisha sana, namshukuru sana na sitoacha kumshukuru sana. Kwa hiyo siri ya kofia ndio iko hapo, na nimeapa kutokuiacha tena. Makapteni mara nyingi kwenye vyombo vya usafiri naona ndio huwa wanavaa hii. Hii kuna mapambano nayafanya hapa. Kuna kitu nataka nikiweke hapa. Kuna logo ilikuwepo hapa. Kuna logo ilikuwepo, kuna logo fana ilikuwepo, na ile logo baada ya kuiskani kuna taarifa iliniletea, kwa hiyo niko ngoja nitoe ili niweke Azam Football Club. Itakaa muda si mrefu hapa. Basi umemaliza. Karibu sana bwana, kwa faida ya watazamaji ambao wanafuatilia. Asante sana bwana. Mimi naitwa Isa Twalib Isa aka Mwarabu wa Morogoro. Nimesafiri kutoka Morogoro kuja kuangalia timu yangu Azam FC. Leo atoki mtu mwembe wetu wa uwani. Mwembe wetu wa uwani. Sahihi. Kwa sababu kama tulikuwa tuna wachezaji under 20 wakapata ushindi kwa tabu mpaka yani sisi tuko under 20 wachezaji wao ndio walicheza African kwa mbinde. Sasa leo tumekamilika. Mwarabu. Unaizungumza finali ya Mapinduzi hiyo. Sasa leo tumekamilika. Na jana umemsikia kocha alichosema. Amesema na Yanga hana historia ya kumfunga Ibenge. Na nikimrekebisha tu hapa rafiki yangu Mwarabu wa Morogoro, ni kwamba mechi ile Yanga hawakupata ushindi. Ila Yanga walipata matokeo. Unajua watu wanabidi wajue kutofautisha. Kuna kupata ushindi na kuna kupata matokeo. Ili mechi ilisha sare. Kwa hiyo matokeo ya ile mechi ilikuwa yani pale baada ya dakika 90 hakuna mshindi. Ila kwenye kutafuta matokeo sasa, kwamba hii mechi kwa sababu lazima iamuliwe na apatikane mtu ambaye atapata matokeo, ikabidi Yanga apate matokeo. Ila ushindi hawakupata. Niwakumbushe Yanga ambayo iko full mkoko. Wachezaji wao waliocheza African wote walikwenda kucheza finali. Namzungumzia Baka, yani wote unawajua wao ndio kucheza African, wote unawajua wewe. Mpe kaka, tutakuwa tunanielewa vizuri. Mpe mic kwanza tumalizane naye. Kwa jina naitwa Rashidi Kijazi maarufu kama Mr. Azam. Rashidi Kijazi. Karibu sana kwenye studio zetu. Jamani, karibuni sana kwenye studio za Azam TV, na nafikiri leo ndio leo
Sana. Na asiyekuwa na mwana aeleke jiwe, na asemaye kesho ni muongo. Usiku wa deni ukawiku. Nikianza na mzee wangu ambaye wewe umesema ni katibu kutoka tawi la Gerezani, nataka nifahamu. Labda nikurekebisha kidogo, mimi ni mlezi wa tawi la Gerezani. Kwa watoto wa mjini. Chukua maiki mzee, mlezi wa tawi la Gerezani. Tuanzie kwako hapo. Ndio. Mechi yenu dhidi ya Azam FC. Sasa ni mechi ya namna gani? Mechi dhidi yetu na Azam FC ni mechi ngumu kidogo kusema ukweli, kwa sababu wachezaji wetu na wa Azam wanalingana, pamoja na kuwa sisi wamezidi kiwango. Kwa hiyo tunaichukulia mechi ambayo ni muhimu. Mike, ungeishikia juu kidogo kwa sababu hapo chini ndo kuna antena. Mike yako pandisha juu mkono wako. Aha. Hapo safi kabisa. Ndio. Kwa hiyo ni mechi muhimu kwetu kwa sababu tunazihitaji zile point 3. Na tumejipanga kwa ajili ya ushindi. Na tuna uhakika ushindi utapatikana. Unakumbuka mara ya mwisho mmekutana na Azam kwenye ligi, matokeo yalikuwaje? Matokeo yalikuwa tulikwenda suluhu, baadaye tukawafunga kwenye penalty. Tukapata ushindi sisi. Achana na Mapinduzi. Nazungumza kwenye ligi kuu. Kwenye ligi kuu tuliwafunga. Kwa hiyo tuna uhakika. Mna uhakika? Kipi ambacho kinakupa ithibati ya kusema kwamba mna uhakika mnakwenda kushinda kwenye mchezo huo? Kinatupa ithibati kwa sababu tuna benchi la ufundi la makini, tuna wachezaji ambao wako makini, tuna viongozi. Tuna uongozi uliokamilika na wanachama, mashabiki, tulivyojipanga tuna uhakika wa kupata ushindi. Bana, mpe hapo saiba wangu wa mbele hapo wa Yanga. Wewe kwa sababu maiki unayo, wewe mpe huyo mzee wangu. Nitaka nifahamu mchezo wenu dhidi ya Azam mnapokuwa mnakutana mara nyingi sana huwa unakuwa mchezo mgumu sana. Huwa mnakamiana sana? Kamiana ni wao tu kwa namna wanavyojitutumua na kutaka kujilinganisha na Young Africans, lakini Young Africans kwetu sisi hatuchukulii mgumu hivyo, ila tunauchukulia ni kama mechi tu, kwa sababu kwanza Azam na Yanga ni kama kaka na mdogo wake wa mwisho. Yaani sisi ni kitenda mimba kwetu. Kwa hiyo unajua tena mtu unapokutana na mdogo wako hasa akiwa mwisho kabisa, unapopigana naye unatakiwa umtandike kulikweli, na ndio maana mechi ya mwisho sisi tumemtandika goli 4-1 ili sasa akikutana na sisi siku nyingine ajue kama huyu kaka. Na ndicho kitu ambacho tunakuja kukifanya leo, sababu lazima tuhakikishe tunampiga kulikweli ili siku nyingine aweze kuwa asije kama hivi anajitutumua kwa kiasi hicho, yani asijilinganishe tena ni akajiona kwamba yeye ana uwezo wa kupambana na Young Africans. Sababu Young Africans ukiondoa tu na kuwa wakubwa kihistory, Young Africans ni timu ambayo tayari tushajipambanua katika nchi hii. Ni timu ambayo ina uongozi thabiti, ina mashabiki bora kabisa, nadhani mnaona, lakini ina wachezaji wenye quality ambayo uwezo ukalinganisha na wachezaji wa Azam kweli kabisa. Tarudi kwenu mashabiki wa Yanga. Mwenezi, unakionaje kikosi chako msimu huu? Wewe ni miongoni mwa washabiki ambao kwa hakika wakati mwingine umekuwa ukizungumza kwa uchungu sana. Mimi ili tunaita booster au turbo. Yaani maana yake ni kikosi ambacho kiko full package. Lakini kwa ningeomba kabla kusonga mbele zaidi kwenye kitunguzungumzia kikosi changu, tuweke sawa kidogo kwenye swala la ushabiki ambaye ameingia ubaridi ameshindwa kuvaa hata jezi kusema kwamba sisi wametufunga goli 4 mechi ya mwisho. Hili jambo kidogo tupo kwenye super brand hapa. Akisema Azam imefungwa goli 4 na Yanga lini na nani? Mara mwisho tumekutana kwenye ligi wametufunga goli 2-1 na walikuwa wanaomba mechi iishe. Mara baada ya sisi kuanza kutaka kufanya comeback walikuwa wanasisitiza, wanapiga kelele refa. Tuachane na hilo. Tuje kwenye hili jambo ambalo umeclarify hili jambo liweke sawa sawa ili naye apate kulifahamu. Kwa hiyo tukija kwenye swala kwa faida yake na ambao wanawaangaliaji. Kwa hiyo tukija kwenye swala kikosi chetu sisi Azam FC ni kwamba sisi tuna kikosi ambacho nadhani kwa sasa hivi kwenye ligi kuu Tanzania bara hakuna timu ambayo inaweza kuhakikishia kuwa na rotation, na ile rotation ya wachezaji ukao unapata kitu bora kutoka kwa kila mchezaji. Na ndio maana mara mwisho juzi hawa tunaenda kucheza nao leo usiku, Mungu akijalia panapo majaliwa. Mechi yao ya mwisho wamecheza kwenye ligi ya kwao. Msemaji wao alisikika akisema, kuna mwandishi alimwambia, umesikia Faisali karudi? Akasema wewe unamzungumzia Faisali?
Uwezi jua mambo ya Ibenge. Unaweza ukasema unampigia hesabu Faisali, ukashangaa mechi yetu akaanza Robogasti. Sijui unaelewa. Robogasti Kyoba. Mtu mbadi sana, mtoto mmoja ambaye anakuja kwenye fomu moja ya hali ya juu kabisa. Umeona? Kwa hiyo ni unaona kabisa kwamba ni kitu ambacho automatic kinawaingia watu kwenye kichwa na wajibu kutaka wanajitahidi, yani inaonekana kwamba ni mada kwenye vikao vyao. Kwa hiyo iko kwa mtindo kama huo. Kwa maana huo utajiri. Kwa sababu mechi ya mwisho dhidi ya Dodoma Jiji FC hatujamuona Jephte Kitambala Bola kwenye mchezaji ambao alikuwa anaanza. Yes. Jean-Jacques Kamanga Ngita. Emrudia tena jina hilo. Majina matatu. Unataja jina vizuri namna hiyo. Taja tena chef, taja tena. Anaitwa Jean-Jacques Kamanga Ngita. Sahihi. Hawezi hivi lakini fundi. Umeona? Kwa hiyo kuna kweli kuna wachezaji wengi ambao walikuwa wamemisi ambao watu wanatajia. Lakini kingine kikubwa zaidi kwamba kwenye kile kikosi ambacho tumecheza na Dodoma Jiji ni wachezaji wazawa walikuwa wametawala kwenye kikosi kwenye first 11. Wakigeni walikuwa wachache kabisa. Na kuna mashine ambazo watu unajua kuna watu bado hawajui kuna vyumba kwamba vipo hawajavijua. Watu wengi kuwasikiliza, kuna watu unamjua mtu anaitwa Abel Aba. Hawajui maskini ya Mungu. Leo panapo majali saa 2 kamili. Ngoja Soibako wa karibu hapo alikuwa ameinama, bila shaka alikuwa kwenye tafakuri jadidi kabisa. Karibu sana, utuambie umemsikia mwenezi anachokisema kwamba wana booster au turbo. Mtoto kililia wembe unampa, kisha mkata tarudisha mwenyewe ule wembe. Kwa hiyo mtoto akisharudia wembe mpe, kimkata atajua namna gani kurudisha ule wembe. Azam kaulilia anamtaka mchezo, sisi tunamwambia tukutane kwa Mkapa. Lakini tu kwamba kwa kuelekea mechi na Azam dhidi ya Young Africans tayari tumetengeneza gap kubwa sana la point 8 nafikiri. Yanga tuna point 35, wana point 27. Kwa hiyo tunaenda kuongeza tena gap nyingine kuhakikisha kwamba wasiingiwe na tamaa kutaka ubingwa. Yaani mna uhakika leo mnaenda kuongeza point nyingine? Yaani tuna uhakika kwenda kuchukua point 3 kwa sababu sisi ni tawi na tunazungumzia tawi, maana yake sisi ni sehemu ya kuisaidia klabu yetu kupata ushindi. Hata mashabiki sisi ni wanachama Young Africans. Kwa hiyo ushindi wa Yanga unaanza kwetu sisi wanachama na matawi. Iweke sawa sawa hiyo? Ndio. Sisi ni wanachama Young Africans na sisi ni tawi. Kwa maana katiba ya Young Africans inatueleza kwamba tawi ni lazima ihakikishe timu inapata ushindi. Kwa hiyo sisi tunapozungumza kuna kuchukua pointi 3, tunazungumza kwa mkakati. Hawa ni mashabiki tu ambao wamekuja tu. Kwa hiyo sasa hapa kwa hiyo tunaposema kwamba tunaenda kuchukua pointi 3, tuna uhakika kwamba maandalizi ambayo yamefanyika kwa sababu tuna access kubwa kufika kambini kujua nini kinafanyika, na uongozi wetu pia wanatupa ushirikiano mkubwa na baadhi ya kamati ambazo zipo katika klabu yetu ya Young Africans. Kwa hiyo tuzungumze kidogo kuhusiana na kikosi chenu. Yule Depu naona na balaa, kila mechi yeye anafunga tu anafunga. Sheikh, lazima kidogo uwe nizamu. Usitaje tu Depu kama vile bati la nini. Hebu taja jina zima la mchezaji. Kwa heshima. Aurelio. Yes. Delson Maria Depu. Sasa jina la mwisho kichwa cha mguu. Kichwa cha mguu. Ndio jina la mwisho. Kichwa cha mguu. Maana yake mwanamume ule akipiga utosi hapa Mbagala. Kwa Tabata hapa akipiga utosi Mbagala mpira. Kwa hiyo hebu ngoja wajibu kuhusiana na swala la mashabiki na tawi. Hebu mpe kaka pale. Unajua mimi nitaka niweke sawa. Mpe kwanza okay, mweneza akiwa anajibu hapo. Mimi nitaka niweke sawa kwamba kuna swala ambalo linahusiana na swala. Umesikia wenyewe wamesema na ndio jambo ambalo vitu vizuri kama hivyo kwa wanaongea tu kama ndio tunazidi kuweka vitu sawa. Timu ya mpira wa miguu inahitaji nini? Washabiki, wanachama. Timu inahitaji mashabiki. Timu haitaki wanachama. Mwanachama ni vyama vya kisiasa. Sijui unanielewa? Kwa hiyo sisi Azam FC ni timu ambayo inatambua uwepo wa mashabiki, sio wanachama. Ila timu zao hawa tusichimbe sana, ila utajua kwa nini wanachama. Ila huko tusiende sana. Utajua mpira uko wapi na siasa iko wapi. Mpe seba wangu wa mwisho hapo. Sheikh, umekaa kimya muda mrefu. Nini ambacho kinawafanya leo mtambe kwamba mnakwenda kuokota alama 3 muhimu sana katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Lupaso pale? Kwanza tuna kikosi kizuri. Ndio. Tuna kocha mzuri na timu ina morali ya kushinda. Maana Simba tuko nyumbani. Sasa ni muhimu kushinda. Mike yako haisikiki vizuri kama tena msogeza hapo Tuna kocha mzuri, tuna kikosi kizuri na wachezaji wana morali ya kushinda leo. Sisi tuko nyumbani leo. Hawatoki nyumbani, lakini mechi inapigwa kwa Mkapa, si ndio? Lakini si ndio wenyeji.
hawatoki. Na kwa Mkapa si wako wote yule. Na Mungu wake, Azamu wake, Simba wake, Yanga wake, Tanzania. JKT wake, ule uwanja wetu sote. Unavyokitazama kikosi chako, unakiona kabisa kina nafasi ya kupambana na wananchi Young Africans, timu ambayo kwa hakika haijawahi kupoteza mchezo wote kama ilivyo kwa Azam FC, lakini timu ambayo ipo kwenye kilele cha msimamo wa ligi kwa sasa? Inaweza kupambana na Yanga. Inaweza kupambana na Yanga, yani tuseme kama Yanga kama alivyokuwa labda tuseme Pamba au Dodoma Jiji, wote tuko kwenye ligi moja. Ukimfunga unapata point 3 zile. Ukimfunga unapata point 3, yani vile vile. Au ukimfunga Yanga unapata point 6. Jamani. Ukimfunga Yanga unapata. Unaweza ukachukua wachezaji waliokuepo Yanga tukizungumzia qualities. Alafu kalinganisha na wachezaji ambao wanapatikana labda kama walivyosema Pamba na Mungo, kweli? Wote wacheza ligi moja. Kwani kinakacho kwenda kuamua si quality ya wachezaji? Ndio sisi tunao sasa quality ya wachezaji. No, sikiza. Quality ya wachezaji unazungumzia sawa sawa, lakini je, hawa Yanga hawasajili wachezaji kutoka Pamba? Wanasajili. Kwa hiyo maana ndio sawa sawa tu. Maki akiwepo Pamba sawa sawa na alikuwepo Yanga. Mpe Sweba wangu hajazungumza. Alafu anafanana na Dube. Hivi mmemwangalia vizuri kama Mgadafi fulani. Na mtebe hivyo Dube. Ndio studio kali yako. Yaani unajua ukimwangalia vibaya unajua hata uwanjani hivyo, hata uwanjani ukimchukua unaona mechi na umo kakamilika huko. Mbinguni huko. Au maneno tu. Sana kabisa. Cheka furahi kweli. Bwana tuambie namna ambavyo unaitazama mechi yenu leo dhidi ya Azam FC, timu ambayo unamsikia Mwenezi anakuambia timu bora, bidhaa bora, ni timu ambayo imekuwa na mashabiki bora, na timu ambayo amewasema sisi timu yetu haihitaji wanachama. Karibu. Asante. Game leo 3-1. Yaani wewe ushatabiri matokeo moja kwa moja? 3-1. 3 za nani, moja ya nani? Dube, Depu, Mdasiri. Na moja ya kwao? Faisal. Fair na wafunga tena leo. 3-1. Mpe sasa unasemaje? Jamaa ametabiri yeye ameenda 3-1. Hiyo ni 3-1 kama alivyotabiri bwana Dube, lakini niseme tu hii ni timu ya wafanyabiashara za ice cream, maji na biskuti. Hawezi kutusumbua sisi klabu ya mpira. Ndio maana nakwambia. Hawa ina maana timu yao ni ya wafanyabiashara tu, wauza maji, ice cream, koni, popcorn ndo. Kwa hiyo wauza maji, ice cream, kwaju, Bolcon sasa atashindana vipi na klabu ya mpira hii, klabu ya mpira? Kwa nyongeza hapo, hata kitokea mimi au wewe shehe wangu hapo, ndio mwanao nampeleka shule miaka zaidi ya 20 10 afanye vizuri, mbadilishie tena kitu kingine, tumpeleka kwenye kilimo. Azamu nafikiri sasa ni mwaka 10 na ngapi sasa hivi, alijui hata ile harufu ya kombe halijui ile NBC Premier League tangu kwa Voda. Kwa hiyo sisi Young Africans tuna uhakika kwamba kwanza ni mabingwa watetezi na tunachukua na mara 5 mfululizo. Hao ni washiriki katika hii ligi, ni washiriki. Azam FC wao ni washiriki. Kwa hiyo tunafikiri hata bosi anamiliki hiyo timu angeangalia namna nyingine ya kwenda kushindana tofauti na mpira wa miguu, angeangalia njia nyingine ya kwenda kushiriki. Ipi, hebu mfikishie wazo. Of course hata kilimo cha ngano, yaani pale ule uwanja sasa aamue kufanya shamba la kilimo hata miwa. Sasa hivi Young Africans tunapanga kujenga complex pale. Tuna uhakika sasa timu yetu imegrow. Sheikh, mimi nakwambia na uhakika Azam usimalize maneno bwana. Yaani huyu ana bahati. Sheikh, ndio maana nikakwambia kwamba hii ni timu ya wafanya biashara, sisi ni klabu ya makombe, klabu ya mpira. Kwa sababu mpe Mike Mwarabu wa Morogoro kwanza. Mpe Mike. Bana, umesikia maneno hayo? Anasema mna muda mrefu tangu 2008 hamuijui hata harufu. Yaani tangu kombe limebadilishwa hili, hamjui hata linafananaje. Na amemshauri bosi kwa kuwa timu yenu nyinyi timu ya wafanyabiashara, aangalie namna vile viwanja vya kule angeweka hata shamba la ngano. Bosi wa Azam hawezi kufanya kazi kwa ushauri wa huyu, kwa sababu huyu ndo anahitaji kushauri. Ngoja tumsikie Mwarabu. Waswahili wanasema mdomo nyumba maneno. Na mimi mwambie asimalize maneno huyu bwana. Mdomo nyumba hiyo complex wanaosema wao wanajenga, sisi tunayo miaka dahari. Na wachezaji wa kombe wametoka Azam na hata uwanja hawana. Na hapo wanajisifu na timu. Walikuwa wapangaji wetu tumewatimua pale, au umesahau? Wakasema wote tunawatimia hata baada ya kuondoka.
tunawazimia taa. Kumbe walikuwa Siku hawa. Kumbe walikuwa wapangaji wenu hawa. Hawa. Au uwanja wao kwa wapi nionyeshe nitajie. Hawezi kupanga hao. Sasa hivi wapangaji wamehamia kule sijui wapi kule. Shehe una kumbe nyinyi hapa. Kwani uongo? Lakini mimi unajua umesikia? Mimi wapangaji wetu shehe. Mimi nipo kwa ajili ya kuendelea kutoa faida. Na ipo kwa ajili ya darasa. Mimi najitahidi sana kuelimisha vijana ili wao wanaelewa. Unajua mimi naamini kwamba Azam TV inaangaliwa na watu wengi na watu ambao wanapaswa kujua vitu vingi sana. Sasa nawapa tena somo lingine. Hakuna kombe lolote ambalo amechukua Yanga, amechukua Simba, Azam FC hajawahi kuchukua toka amepanda ligi kuu Tanzania bara. Kombe hilo halipo. Narudia tena. Mnamsikia mwenezi narudia kwa mara tofauti anavyoongea vitu tofauti. Kombe lolote ambalo amechukua Yanga na Simba, Azam FC amechukua. Hatujachukua klabu bingwa Afrika, Simba hajachukua, Yanga hajachukua. Hatujachukua kombe la shirikisho Afrika, Yanga hajachukua, Simba hajachukua. Mwambie asije kutaja makombe ya Hedex. Mpe mic Azam FC hivyo. Sijui ninaeleweka hapa. Yaani asije kutaja makombe ya Hedex hapa. Kabla wao hawajafika ile unbeaten, sisi tulishafika. Wao wakatufuata. Baada ya Simba timu ya pili, sisi tumechukua ubingwa bila kufungwa. Wanajua hao. Kingine cha kuongezea leo. Kwanza kwa kumbuke, Tanzania wani wote wako Azam FC. Ambaye Zubiri Foba, Aishi Manula. Unataka nini? Yaani tuna Tanzania 1A na Tanzania 1B. Alafu umesema huyu bwana mashabiki wa Yanga hawapaswi kumshauri bosi afanyeje. Huyu hawezi kumshauri huyu kwa sababu unapozungumzia Azam, maana unazungumzia ni brandi kubwa mno ambayo ndani yake watu wanaumiza kichwa kila siku kuwaza namna gani watazidi kuikuza hii brandi. Hasa huwezi kuishauri wewe mwenzangu na mimi kutoka Kiamba Nkumbe umshauri bosi ndio swala Azam utaweza kumshauri. Ametoka wapi? Kiamba Nkumbe au kutoka Kiamba Nkumbe katikati kwa Mavuji. Wamekuja na gari za ziara kama sio za mwenge gari za ziara. Sasa ngojeni wapeni nafasi na Yanga. Wapeni nafasi na hebu unasemaje Saibango? Tunafikiri mchezo wa leo pia una nafasi pia kuamuliwa kwenye quality kama ambavyo wamezungumza. Young African tumefanya usajili mzuri sana. Tuna Djigui Diarra ambaye ni top. Tanzania tangu tumepata magolikipa mwenye ubora. Djigui Diarra bado hajapata challenge ya aina yake. Kwa hiyo tunaposema tuna uhakika maana yake tuna eneo la ulinzi mzuri sana. Tuna Mohamed Shabalala, tunaye pale ndugu yetu ana Bakari Mamundo kapteni Mamnyeto, Ibrahim Baka. Tuna mtu mmoja hivi yeye ni msukuma wa Mwanza, Damaro. Msukuma wa Mwanza bwana Damaro. Tuko naye midfield yetu pale. Kwa hiyo nimemsikia Mohamed Damaro Kamara. Msukuma wa Mwanza. Yule ni msukuma sasa hivi Yule ni msukuma. Kutoka Mwanza. Nimemsikia ndugu yangu bwana anasema sio Faisal sio nani sio anamzungumzia. Yule ana kazi maalum ya kukatakata katikati pale, yani kwa maana ana kazi maalum katikati pale, kuvuga pale katikati. Kwa hiyo Ibenge Damaro huyo msukuma wa Mwanza. Msukuma wa Mwanza. Kazi yake kwenda kukatakata. Ibenge Paulo. Ibenge ana kazi maalum sana ya kuangalia namna gani ya kutengeneza timu yake iweze kupata nafasi on target hata moja tu. Tunaenda kuzuia kuanzia dakika kwanza mpaka dakika 90. Tuhakikishe Azam hata on target ni asipate. Wanazuia ujue. Hata on target asipate. Hakuja kuzuia. Hatoshambulia. Tunazungumzia eneo zuri ya Afrika ambayo tutarudi. Swali moja la msingi sana alafu tumwalike mtaalamu kuhusiana na masuala ya jezi na mgeni mwingine atakuwepo hapa. Swali la mwisho kwa timu zote mbili. Kumekuwa kuna utamaduni wa kushangilia mtu kapigwa chenga, kapigwa darzi, kapigwa tobo, yani udambwi uwanjani. Na hatuna ile tabia ya mashabiki kwa tunashangilia timu yetu mwanzo wa mchezo mpaka mwisho wa mchezo. Tuachane kutamba kidogo. Tulizungumze hili. Mnaliona lina nafasi siku moja timu zetu tunaweza tukaona inashangilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho? Kaka, hujaishuhudia Azam FC sasa hivi mikoani huko. Tunashangilia mpaka half time. Half time mapumziko bwana, watu wanashangilia. Half time nisikilize mimi nakwambia. Mpaka half time mapumziko watu wanaruka debe tu, wanasubiri watu warudi kiwanjani
pungo iendelee kama kawaida. Hiyo ndio yani hapo timu haijalishi imefunga au imefungwa hapo. Yani hapo inategemea kidogo, mkiwa mmefungwa kidogo mnapamba kidogo, hicho mimi ninachokisema hatukuzimika ila tulipungua. Yani hiyo automatic, kwa sababu sisi ni binadamu na ile timu yake unaipenda. Lazima kuna morali kidogo itashuka, lakini sio kwamba utazimika kabisa. Lakini baadaye mambo akaja kuwa vizuri, moto kwa vile vile. Sawa. Sisi hatuzungumzii kwa kunufaisha watu, ila tunazungumzia vitu kwa nadharia na vitendo. Sisi Young Africans kwanza tulilijua hilo uliuliza nyuma mapema kabla, na baada ya kulijua tukakaa tukalifanyia kazi na tukaunda vikundi mbalimbali kupitia matawi yetu. Ndio maana tuna wanachama na mashabiki. Kwa hiyo na tukaunda vikundi vya hamasa. Nadhani mnaona kina Godianga, kina Jessica na sisi wenyewe gerezani tumetoa takriban vijana 20 kwa ajili ya kuunda ya kuunganisha kundi hilo la hamasa. Kwa hiyo lile kundi la hamasa tumeambiana kabisa, tunapoingia viwanjani tunahakikisha hapa timu inashangilia mwanzo mwisho, ili kutibu sasa hilo swali uliloliuliza, na linaonekana kwa vitendo, tofauti na anavyosema kiongozi. Anaweza akaongea tu, lakini ukiwasilia haipo hivyo. Sisi hatutaki naongea kitu ambacho lakini kuna uwasilia na uhalisia wa kile ambacho uhalisia hicho tunachosema ndio hicho, lakini wao wanazungumza tu kufurahisha baraza, lakini sisi tunaongea ni vitu ambavyo vinaonekana. Mpira ni kitu cha wazi, yani wewe jizungumzie wewe. Mpira kitu Azam na mashabiki. Yani moto umewaka, tutarudi kwenu. Bana sisi muda huu sasa tunamwalika mtaalamu wa masuala ya jezi kuja kutueleza namna ya upatikanaji wa jezi, Mkisi kutokea Azam FC, lakini pia mtu wa masoko kuja kutuambia namna ya upatikanaji wa ticket kwenye mchezo wa siku ya leo. Watakuwa hapa na watakaa nyuma hapo ya mashabiki, watapita nyuma ya kamera kule. Mkisi kapita pale. Haya, Mkisi pita nyuma ya kamera, alafu mkae nyuma pale kwa ajili ya kuja kuzungumza vizuri kabisa. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kumbuka hii ni Sports AM ya Azam TV. Mimi ni Hassan Ahmed. Studioni tuko na mashabiki wa timu mbili. Tunaizungumza Dar es Salaam Derby, mechi baina ya matajiri wa jiji la Dar es Salaam, timu ya Azam FC, lakini pia tunawazungumza mabingwa watetezi wa ligi kuu NBC Tanzania Bara, wananchi Young Africans. Mashabiki niko nao hapa na natamba nao kwa hakika. Mkisi, karibu sana. Shukrani sana. Ungesogea katikati, peaneni nafasi. Au mnaogopa kwa mashabiki wa Yanga? Mkisi, habari za asubuhi. Salama, habari za kwako? Uko fresh kabisa? Uko vizuri. Tunakutana sana viwanjani. Yeah. Saizi yangu ipo? Saizi yako ipo? Saizi yake? Zipo pia. Au saizi yao? Zipo kabisa. Karibu sana, na utuambie leo namna ambavyo jezi zitakuwa zinapatikana, na pengine utuambie hata na bei kwa faida ya mashabiki ambao wanafuatilia. Karibu. Shukrani. Mzigo upo wa kutosha. Ndio. Tutakuwa pale nje Benjamin Mkapa. Ndio. Kuwasambazia jezi zetu bora kabisa, track suit, polo t-shirt. Mkisi, umepoa, hebu changamka kidogo. Bosi anakutazama sasa hivi. Yeah. Changamka, unatangaza bidhaa na brand kubwa kaka. Sure. Mtakuwa geti gani pale kwenye uwanja Benjamin Mkapa? Au mtakuwa tu nje kwenye pale nje gate B opposite yake? Okay. Yeah. Tutakuwa tunawasajili mashabiki kadi zetu bora kabisa ambazo tunazo aina 3. Tuna silver ambao ni 5,000, tuna gold ambao ni 25, pia na ya mwisho ni platinum ambao ni 50,000. Kadi za mashabiki. Hizo ni kadi za mashabiki wa Azam FC. Na zinapatikana leo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Siku zote. Leo lakini kwenye mechi leo mtakuwepo pale Benjamin Mkapa. Ndio. Nataka Mkisi, kwenye jezi ambazo mmezitoa safari hii, naona kuna hiyo blue ambayo umevaa, alafu kuna nyeusi, alafu kuna na ile nyeupe, si ndio? Ndio. Ipi ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana? Ambayo inapendwa sana na mashabiki? Nyeusi ndio mwaka huu imetrend sana. Jezi nyeusi imeenda sana. Yeah. Msimu uliopita ilikuwa nyeupe? Au ilikuwa nyeupe msimu uliopita? Msimu uliopita nyeupe. Yeah. Msimu huu ni jezi nyeusi ambayo inaitwa Pundamilia. Okay. Imepewa jina la Pundamilia. Yeah. Na Mkisi, jezi za Azam sasa hivi zinapatikana kwa shilingi ngapi? Jezi zetu zinapatikana kwa bei ya 30,000, kwa bei ya jumla kuanzia pisi 30, 25,000.
Yaani sisi jezi zetu hazijashuka bei. Lakini naona pia uko na mtu wa masoko ambao umeambatana naye. Mzee wangu, habari za asubuhi? Safi kabisa. Uko vizuri? Niko vizuri, nashukuru kabisa. Karibu sana kwenye studio za Azam TV. Asante, nashukuru. Kwa faida ya watazamaji, ungeanza majina yako na nafasi yako kwenye timu ya Azam FC. Okay. Mimi kwa majina naitwa Ayubu Shelukindo, ni mkuu wa idara ya mauzo na masoko Azam Football Club. Ndio. Karibu sana Ayubu Shelukindo. Asante sana. Pengine leo umetuletea habari gani? Sisi bwana, kama idara ya masoko, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba klabu inapata mapato. Mkisi, samahani kidogo Ayubu. Mkisi, ungesogea kidogo tupate shoti nzuri. Okay. Sogea tena kidogo Mkisi. Sasa Mkisi akisogea wewe usisogee. Tunataka tuipate single shot yako, yani uonekane ukiwa peke yako. Mkisi kama ana hofu na watu wangu. Sawa. Sasa karibu sasa Ayubu Shelukindo. Ndio, nimesema sisi kama idara ya masoko ni kuhakikisha kwamba klabu yetu inapata mapato. Sasa mechi ya leo ni mechi ya kwetu, sisi tuko nyumbani. Ndio. Kwa hiyo sisi kama idara ya masoko tumejipanga vizuri kabisa kuhakikisha kwamba mashabiki wa mpira leo wanapata zile tiketi zao kwa urahisi kabisa. Sasa tulikaa na watu wa N-Cards tukahakikisha kwamba ile modality ya watu kupata tiketi inakuwa rahisi kwa mechi ya leo. Kwa hiyo tiketi zinapatikana pale uwanja wa Mkapa pale kuanzia sasa hivi tunavyozungumza. Wale mawakala wako wengi sana pale nje ya uwanja. Sawa sawa. Lakini vile vile tumeandaa vituo jiji la Dar es Salaam, maeneo tofauti tofauti. Kwa mfano wakazi wa Kariakoo au watu wanaopita Kariakoo, ukifika Lampard pale utapata tiketi ya mechi ya leo kwa watu wa Kariakoo pale. Vile vile ukipita Sunderland tiketi zinapatikana kwa wingi sana za kutosha. Wengine hawajui. Ukifika Lampard Electronics utakutana na tiketi za Azam FC kwenye mechi ya Azam na Yanga. Na ukifika pale Sunderland, the only one, sio? Na yenyewe pia utakutana na hizo tiketi za Azam FC. Waambie watu wajue tiketi zinapatikana. Ndio. Sasa wale wakazi wa Ilala, ukifika Ilala Bungoni pale kwa Alfani Mohamedi, ni mtu maarufu. Ukitaja tu hilo jina unaelekezwa, unaenda kupata tiketi yako. Ilala Bungoni hiyo. Ilala Bungoni. Watu Ilala nao pia mmewafikiria kwamba wasiteseke. Ndio. Sawa sawa. Ndio, vile vile wakazi wa Temeke. Ukifika kwa Mkwama, ni mtu maarufu. Ukiuliza tu kwa Mkwama unaelekezwa bwana pale. Temeke hiyo. Temeke hiyo. Kiumeni hiyo kaka. Kwa hiyo vile vile wakazi wa Mbagala, ukifika kwa Jitano utapata tiketi yako kwa ajili ya mechi ya leo. Nyumbani kwa kina Mwenezi huko. Kwa hiyo sisi kama idara ya masoko tumehakikisha kwamba G5 ndo hii ndo ile G5 si ndo G5? Mama wengine wanachanganya hapo. Kwambia G5 anaanza kujiuliza G5 ndo wapi? Kumbe ndo G5 unaikusudia hiyo. Okay, ndio Shelukindo? Ndio. Kwa hiyo sisi kama idara ya masoko tumehakikisha kwamba mechi ya leo mashabiki na wadau wa mpira wasipate tabu kwa ajili ya kwenda kuingia uwanjani. Kwa hiyo nitoe wito tu kwa mashabiki wa mpira waende wakachukue tiketi mapema ili kwa ajili ya kujiandaa na mechi baadaye. Usiku mechi mechi 2:30. 2:30 usiku. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi unaweza ukajipatia tiketi zako kwa ajili ya mechi baadaye. Mkisi. Naam. Mashabiki wanataka kwenda uwanjani wakiwa na jezi. Jezi zipo za kutosha? Jezi zipo, yani mzigo ni wa kutosha. Mkisi bana. Mkisi bana. Unanipa kazi mimi ya kuaminisha umma kwamba jezi za Azam zipo za kutosha. Mzigo upo. So inafika saa 12 tu pale mzigo umekata. Niongezee tu hapo. Tumesema kwamba jezi zetu ni 30,000 lakini sisi tumezingatia hali za Watanzania. Kwa sababu watu wanatofautiana, tunasema kama vile vidole vya mikono. Kwa hiyo sisi tuna jezi za bei tofauti tofauti. Sisi tuna jezi mpaka 9,000. Bwana we. 18,000, 20,000, 30,000 ndio. Kwa hiyo ni mshabiki wa Azam FC sasa kwenda kujipatia jezi kwa sababu sisi tuna jezi za misimu tofauti tofauti na ubora uko vile vile. Ndio. Umeona? Hatuna jezi, hakuna jezi fake. Kwa hiyo ni Mtanzania mshabiki wa Azam FC leo kwenda kujipatia jezi yake kwa ajili ya kwenda kushabikia timu yake. Itapendeza sana. Kama nimekuelewa vizuri bwana Ayub Shelukindo, ndio. Tofauti ya bei inategemea na msimu.
kwa jezi za msimu ili maana tuliweke bayana. Umeelewa? Yani wewe umeelewa vizuri. Uko vizuri bwana. Mimi sio kushia mlangoni. Hakunaga lazima tutafika mbali. Utafika mbali. Wewe shuleni uko naenda nafagio. Ndio na ndugu pembeni hapa nilikuwa soma una akili. Na bei zetu samani, sana bei zetu. Tumezingatia yani bei zetu ya chama na serikali. Mtu yoyote anakifika anapata. Kwa hiyo kumbe jezi zenu nyinyi msimu wa mwaka jana na msimu wa mwaka juzi na msimu wa mwaka huu ni vitu tofauti. Jezi ya mwaka huu inauzwa 30,000. Basi mmemaliza maneno. Bwana mbona kama mmemwagiwa maji? Niko fiti. Bwana niko vizuri. Tuko vizuri sana. Sasa natoa nafasi moja kwa mzee hapa, nafasi moja kwa kaka pale, nafasi moja kwa mjomba hapa, afu mwenezi tutakuja kutumalizia. Tumesikia ndugu yetu idara ya masoko hapa Ndio. katangaza bidhaa zao, kazungumzia jezi, kazungumzia kadi pia. Kwanza tuwapongeze. Ndio. Ni hatua mzuri sana. Lakini nilikuwa najiuliza hapa sasa, au mashabiki wapo? Si ndio wanaona kaka? Kwanza kuna timu gani duniani imefungwa haina shabiki? Nikimchukua mwenezi hapa nikimskani hapa. Kuna upande anao upande unanipa wewe. Upande wa wapi? Kuna upande anao. Upande sasa watakuwa nao. Upi? Sasa na wale wanakuwa upande gani sasa mbona usemi? Mali watoni baada ya mechi kisha pale. Sasa huku upande gani? Anajua mzima dawa. Hebu mpe kwanza. Anajua. Ila kwa sababu mnaenda kuongea mwishoni nitaongea sawa. Mtu mzima dawa. Mzee karibu tumalizie bwana. Mimi cha kumalizia kusema kweli ushindi ni kujiandaa. Ndio. Sisi timu ilivyoandaliwa na uhakika wa ushindi leo. Lazima. Yaani mnamkanda Azam leo. Maana sisi hatuna maneno mengi. Maneno mengi sio ushindi. Sisi tunasema timu itakayoshinda ni iliyojiandaa, na iliyojiandaa ni Young Africa. Kama unavyotuona tumejiandaa kuanzia benchi la ufundi, viongozi, wanachama na mashabiki. Kwa sababu sisi kwenye watu ambao wanaipa nguvu timu tuna makundi mawili kwanza ambayo yanafanya kazi ya kuipa nguvu timu. Tuna wanachama afu tuna mashabiki. Sasa huwezi kushindana na timu ambayo ina makundi mawili, wanachama na washabiki. Kila mtu anakuja na morali yake. Wao wanakuja na morali kama mashabiki tu. Sawa, tumalizie pale kaka, mwenye kofia hapo. Alafu maiki wapelekee watu wa Azam kwa sababu una maiki yako mimi kwa kumalizia mimi niwaambie tu wananchi. Wananchi wasiwe na pressure yote, tunacheza na mdogo wetu, waje uwanjani kwa wingi, tuje kuchukua pointi zetu 3 muhimu. Azam ni watoto wadogo mno, sio watu wa kutusumbua, na wasiwe na pressure kwamba sisi tutasumbuliwa au tutanyimwa pointi na Azam. Hapana. Naenda kuwakata kilimilimi. Sisi tunaenda kuwakanda, tunaenda kuwashikisha adabu. Mzee wa Morogoro bwana, umesikia maneno hayo? Acheka kwa dharau. Umeshawahi kuzika? Mara nyingi. Hii gari ya kuzikia. Hii gari ya kuzikia. Alafu mkubwa ovyo. Mkubwa ovyo? Gari ya kuzikia. Basi wakubwa? Umecheza na under 20 umekosa matokeo. Tuendelee kwanza, tuendelee. Unanielewa? Nakuelewa. Basi wakubwa. Gombani pale na under 20 wamekosa matokeo. Wamepata ushindi. Umeelewa vizuri? Sasa leo tumekamilika. Leo tumekamilika. Ndio. Leo tumekamilika. Hawatoki hawa. Sawa sawa. Leo tumekamilika, hawatoki. Na hawana historia ya kumfunga Ibenge hawa. Hawana historia ya kumfunga Ibenge. Mwenezi tumalizie Mwenezi. Kwanza nimwambie kijana huyu kwamba unajua katika kitu ambacho mimi mpaka kujiita mwenezi katika notion ambayo nilikuwa nimekuja kupambana nayo na hakika kwamba itaendelea kuondoka taratibu pamoja na hii notion ambayo ameongea bwana ya kuuaminisha umma kwamba nchi hii haina shabiki wa Azam FC, kitu ambacho ni totally wrong. Serious nakwambia. Mimi na page yangu ya Mwenezi_Azam FC ya Instagram. Kuna watu wanifuata DM, unaona kabisa mtu anaongea, hako na spirit. Yaani unajua kuna mtu ambaye anaongea, haangaliwi na mtu. Sijui unanielewa? Anakuambia kitu kuhusiana na timu yake, unajua kabisa huyu anaifeel timu yake. Kwa hiyo hii ni kasumba tu yakataka kuendelea kuiondolea credibility Azam FC na kutokuitaka iwe na washabiki wa kweli, kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo ndugu yangu, hiyo kitu ambacho iko kichwani mwako ifute ndugu yangu. Kuna mashabiki wanapenda Azamu kuliko wanavyopenda timu yako. Na unaamini siku moja unaweza ukaja akawa anashabikia Azamu? Huyu unajua mimi ninachoamini iko hivi. Kanuni ya Azamu FC iko moja kubwa zaidi, ni kwamba Azam FC ndio timu ambayo inapendwa na watu wenye akili timamu.
watu ambao wanaweza kufanya tafakuri ya jambo deep, akalichimba na kujua kwamba nini maana yake kitu fulani. Na ndio maana utofauti ulianza toka mwanzo wakati tunaongea kwamba sisi tuna mashabiki na tuna kadi za mashabiki. Hawa wanachama automatic hapa tunaanza kumwagikana kwamba kuna timu ina washabiki na kuna timu ina wanachama. Tayari hapo tunaanza kugawana majia. Kwa hiyo timu ya mpira unaijua ilivyo, ni timu ambayo sio ili tushinde mpaka tuanze kuwatuma madaktari waende kwenye vyumba kuanza kupima kuona namna gani vipi mazingira yakoje. No, sisi ni timu ambayo ili tushinde tunajua kabisa tuandae kikosi vizuri, timu ikae vizuri na kila kitu kiendelee. Sio swala la kwanza kuambia bodi ya ligi uwanja huo si hatutaki. Sisi tunacheza popote ili mradi tukio kiwanja cha mpira kisiwe shamba la mpunga. Basi tumalizie Mwenezi kaongea. Usubiri utamalizia. Kuelekea kwenye mechi ya leo Mwenezi una lipi la kusema? Jamaa ametabiri matokeo mnakufa 3-1. Unajua huyu kwa sababu ameamua kuchukua kiti kile cha almarhum Shayaya cha utabiri, lakini sio mbaya ameamua kuwa mtabiri. Ila mimi nakuambia kitu ambacho kipo na ni serious kabisa. Ni kwamba leo kufungwa nani Yanga ni swala la lazima na lazima litokee kama msiba kwa mwanadamu. Tumalizie kwa kikosi chako ambacho kinakwenda kuanza leo na Yanga baadaye utakuja kutamba na kikosi chao ambacho kinakwenda kuanza siku ya leo. Karibu sana Mwenezi kwa kikosi bwana namba moja kabisa pale juu hapa golini anakaa mtu mmoja mzoefu kabisa anaitwa Tanzania Wani ambaye kuna namna alifanywa figisu kidogo lakini sasa anaonyesha umwamba wake. Aishi Salum Manula inamhitaji mechi ya leo. Lakini namba 2 anakuja kucheza fullback bora wa msimu uliopita, fullback ambaye ana magoli mengi kuliko mchezaji yote, beki bora wa last season anaitwa Lusajo Kada Mwekenda, atakuwa ubavu wa pili. Nambari 3. Kwani msimu uliopita zile tuzo zilitolewa? Si kwa sababu sisi tunachukua nyingi. Basi tuendelee. Sawa. Namba 3 anabidi anacheza mtoto mmoja kuitwa Pascal Msindo, mashine ya kazi hiyo, fundi wa mpira. Zamani kabisa alikuwa ndio Lionel Andres Messi. Kwa hiyo timu yote ambayo nimekutaja mpaka hivi sasa wote wametoka kwenye academy yetu sisi. Hatujaiba sehemu yote. Pale katikati sasa ndio tunapata mtu mmoja ambaye ametembea kwenye mawingu karibia 7 anakuja Tanzania kutoka Colombia, kutoka bara la Amerika mpaka bara la Afrika. Yenso Fuentes Mendoza, mashine ya kazi kutoka Colombia hapo. Akina anakuja kuzima na mtu mmoja kutoka Mali hapo, sio mbali sana. Mali hapo anaitwa Yoro Diaby. Ndio utakuwa ukuta wa leo pale. Huu ni uhakika, kila kitu kinazuiwa. Yoro Mamadou Diaby. Sasa hapo utachagua mfumo, nataka nikupige mfumo gani? 442, 433 au ipi? Twende kwenye pivot pale kwanza katikati viungo katikati. Pivot yangu hapa ya chini kabisa, huku chini kabisa inabidi acheze mtu mmoja kwa sababu mazingira ya leo kuna mtu mmoja anabidi anaitwa mvunja kuni au kisu cha bucha kinaisha na makali yake. Imidi Mao Mkami ndio atakuja kukaa kwenye jiko la chini pale kwa upande wa kulia, upande wa kushoto hapa sasa anakuja kukaa mtu mwingine wa kuitwa, mimi ningetamani sana kwa sababu hapo kuzima kilimilimi pale yaweko tena na Sadio Kanuti. Nakwambia hapo ndo shughuli inaishia hapo. Twende pale kuna wale watatu wa juu pale kabla tujamaliza striker wa juu kabisa ambaye kwa maana nakutaja kabisa anaitwa Jenji Hakika Manga Ngita. Nishamweka pale juu. Anakuja na hapa katikati wa chini hapa. Faila Sufi atakuwepo pale katikati mpishi, lakini hapa kushoto kabisa kuna mtu mmoja natamani awepo, Mungu akimjalia kama panapo uzima, anaitwa Idi Selman Nado, mashine ya kazi, atakuwepo hapa kushoto. Huku kulia kwa fomu ambaye ameonyesha kwa ghafla kitu ambacho amekifanya kwenye mechi iliyopita, anastahili kuanza kwenye mechi ya kesho, mechi hii ya leo usiku. Zidane Ali Sereri. Sawa Mwenezi, shukrani sana. Huo ndio umeme wa zamani. Karibu uanzie pale ulipokuwa umeishia, alafu tena kwenye kikosi cha Yanga. Anaijua timu yake? Naijua bwana. Sasa nimeuliza tu. Tuendelee. Sketi ya shule hii. Hii sketi ya shule hii. Hichi kikosi alichokitaja sketi ya shule. Juu kupo wazi, chini kupo wazi. Kwa sisi tuna hakika kabisa hamna kitu. Ila ajue kwamba ndio timu ambayo imeruhusu magoli machache. Nakwambia hii sketi ya shule ndugu yangu. Juu kupo wazi, chini kupo wazi. Hii sketi ya shule juu kuko wazi, chini kupo wazi. Hamna maneno nyie. Hamna kikosi ndugu yangu hapa. Sasa Diki Diarra, Mali, Ndakabishale, Shabalala, Mohamed Hussein, namba 3 hiyo. Kapteni Babu huyo. Namba 2, mchezaji pekee ambaye ameweza kutengeneza consistency ya uchezaji wake. Tangu ametoka upande wa pili mpaka Young Africans, namuona ubora wake ni ule ule, hajawahi kuflop. Sio upande wa pili katokea Azamu, timu ya vijana. Mimi nataka kumwacha. Kwa sasa talent. Sasa mwacheni, msimchachawize, mwacheni apange kosti yake. Na mtu ambaye anaweza kukaba mpaka upepo. Anakaba mpaka upepo. Israeli Mwenda. Israeli Patrick Mwenda.
Huyo anakaba mpaka matatizo nakwambia ndugu yangu. Na ukikaba na Mwenda unakaba na Mwanza mzima. Unajua yule anatokea Mwanza. Mwanza mzima anakaba Mwanza mzima anakaba Mwanza mzima. Na Ibrahim Baka. Ndio. Visiwa hivyo vya Marashi ya Karafu. Ibrahim Baka katikati. Ibrahim Baka katikati. Na Bakari kapteni Mwendo wa Mnyeto. 4 na 5 hao. 4 na 5. Toe namba 6 pale. Nakuja Duke Abuya. Namba 6 hiyo. Kuja nani hapa ndugu yangu bwana Mtamba Mabao. Mudasiri. Kwa hiyo Duke Abuya anacheza na muda katikati pale. Tunacheza muda katikati. Sawa bana. Yanga Afrika bana tuendelee anakuchachawiza wewe. Katoka kwenye academy. Tuendelee. Striker pale. Namba 7 huku na kijana wangu achukua Prince Dube. Tuke pembeni Dube. Akole Dube anatokea pembeni Pembeni Dube. Prince Dube Mpumalelo. Tukia kule pembeni namba 7. 9 na 10. 9 na 10 Aurelian Depu. Anasimama namba 9. Namba 10 hapa anakuja mwenyewe profesa wa mpira. Profesa wa mpira. Pakome Pedro Zuzwa. Kuna kocha mmoja tayari kisha recover. Kuna kocha mmoja hivi wa Azam. Kuna wakati fulani ashaondolewa. Alikuwa anampa maelekezo mchezaji wake ndani katika game inaendelea. Anamwambia mwangalie huyu mwenye hizo breach. Akawa anamaliza maelekezo, kawaelekeza kwa vitendo kana aelewe bwana huyo mwenye breach, lakini wapi? Akabiki yule mtu ndugu yangu. Tunaposema tunaweka kuna point 3 leo. Bado mchezaji mmoja wa pembeni namba 11. Namba 11. Niliuliza mimi anaijua timu yake nikaonekana kazi. Maxim pia. Nzengeli. Tunamaliza. Maxim pia Mzengeli. Nijo tayari tushamaliza unajua ndio unasema hata ulijua Maxim pia Mzengeli. Mbappe wa Kindu. Ndio mchezaji pekee ambaye mwenye uwezo mkubwa kuilinda timu yetu ya Africans, lakini pia mwenye uwezo mzuri pia kushambulia kisha tunapata ushindi. Maxim pia Mzengeli. Kwa hiyo sisi mashabiki wa Africans na wanachama leo tuna uhakika unachukua point 3 pale kwa Mkapa zidi ya hawa pointi 3 magoli 3-1. Azam mnahisi kuna haja na nyinyi labda kutabiri matokeo yatakuwa huyo anakula chuma nne. Kwa kumalizia tunasema hiyo kitu iko wazi. Kwa kumalizia Young Africa kukufunga lazima ikufunge tu, lakini haujui mchezaji gani atakufunga. Kufungwa na Yanga ni lazima, lakini haujui mchezaji gani atakufunga. Kwa bwana sawa, tumekusikia. Yanga wanakwenda kushinda magoli 3-1. Si ndio tumekubaliana na mashabiki wa Yanga hapo? Mnawafunga Azam goli 3-1, si ndio? Na mashabiki wa Azam mnasema sisi hao tunapiga 4, grafu yetu sisi inabidi ipande. Tumetoka kumpasua Dodoma 3, hatutaki tena kumfunga mtu goli 3. Lazima tuende juu. Kama mtoto anapojifunza kuhesabu, ukitoka 1 nenda 2. Ukitoka 2 nenda 3. Haiwezekani sisi tumpige Dodoma chuma 3 afu tuje kumfunga 3, no. Huyu anaenda kula 4. Benjamin William hapo Stadio de Pass. Nisikilize mimi nakwambia. Kile cha kuwakumbusha. Yaani Azam. Nachukulia brand ya Azam. Ni kama maji. Usipokunywa utayaoga. Wamezaji wao. Academy wametoka ngapi kwenda kwa alafu yani hapa Tanzania bara isokuwa na mchezaji kutoka Azam Academy ya Azam. Alafu hizo 4 ambazo nimezisema asije kufikiri kwamba Azam hajawahi kumfunga Yanga 4. Maana naona anataka kusema kama kitu ambacho hakiwezekani au hakijawahi kutokea. 4 ashachezea goli. Bana, nawashukuru sana mashabiki wa Azam FC, lakini pia walikuwa wakati mzuri sana kuketi na mashabiki wa Young Africans Mkisi eneo la jezi. Kwa nafasi ya kipekee kabisa meneja masoko kutoka timu ya Azam FC. Pengine kuna kitu ambacho ulitamani kukisema na ukawa umekisahau wakati ule. Kwa kumalizia labda kuelekea kwenye mechi ya leo. Karibu sana. Mimi niseme tu kwamba mashabiki wa Azam FC kusema kweli hawajai kutuangusha. Na ni matumaini kwamba makubwa leo kwamba mashabiki wa Azam FC watakuja kwa wingi uwanjani wakiwa wamependeza na jezi zao. Wale ambao hawajapata jezi basi zinapatikana nje ya uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo nitoa wito kwa mashabiki wa Azam FC wawahi, kwa sababu sisi tutakuwepo nje ya uwanja wa Mkapa na bidhaa zetu original kabisa. Na vile vile wale mashabiki ambao watawahi, kama tumesema mashabiki wa kwanza 200 tutapata iftar kwa pamoja pale nje zeni. Iftari. Kuna iftari pale kwa Mkapa leo kuna iftar pale. Kwa mashabiki wa Azam FC. Uje na jezi na kadi. Au kivaa jezi original. Ukiwa umekuja na jezi. Hivyo ndio vigezo. Ukiwa umekuja na jezi original. Tupo kwenye mfungo wa mwezi mtukufu ujue huu. Na wenzetu hapo kwenye Kwaresma, sio? Ndio. Ukiwahi uwanja wa Benjamin Mkapa, mashabiki 200 wa mwanzo. Mashabiki 200 wa kwanza. Kigezo nini? Uje umevaa jezi yako ya Azam FC ya msimu wowote. Ndio.
Then kama huna jezi ya Azam FC, nunua jezi ya Azam FC pale, then utajumuika na sisi pale. Muda wa iftar pale Vipi swala la kadi inazingatiwa na lenyewe pia? Na kadi pia inazingatiwa. Kadi ya Azam FC ya Kadi ya shabiki. Azam FC ya shabiki. Kwa hiyo ukija na kigezo hicho hapo, tutajumuika kwa pamoja, tutapata iftar kwa pamoja, then tutaingia uwanjani kwa ajili ya jambo moja tu, kwenda kuisupport timu yetu ya Azam. Hiyo iftari ya Azam FC. Vile vile tiketi leo bana, naona mmezitangaza zinauzwa. Kiwango cha chini kabisa shingapi? 5,000. 5,000 ndio kiwango cha chini. Mzunguko. Viti vya rangi ya machungwa vile ya mzunguko vile. Na ukitoka 5,000 cha katikati hapa 5,000 tunakuja 10,000. 10,000 20. Tunakuja 20. Tunakuja 20 30. 30. 5,000 10,000 20,000 30. Yes. Mashabiki hapo wanakwenda kujiboda na burudani. Bwana, nawashukuru sana. Na vile vile tutumie fursa hii kuombea mashabiki wetu wanaotoka mikoa mbalimbali, ikiwemo wale wanaotoka nyanda za juu kusini, wako safarini sasa hivi kuja kuungana na sisi baadaye. Kwa hiyo alichosema kwamba bwana, mashabiki wa Azam FC wako wapi? Mashabiki tunao wengi sana sasa hivi. Na kikubwa zaidi sasa hivi tumeingia mashirikiano na vyuo vikuu nchini, kwa mfano UDOM, tunahusiana nao, Sauti, chuo kikuu cha Zanzibar. Kwa hiyo wote wako pamoja na sisi katika mechi ya leo. Kwa hiyo sisi sasa hivi tunajivunia mashabiki wanaongezeka kwa kasi sana. Bana, nawashukuru sana. Sheikh, mimi naomba jambo langu moja. Nawashukuru sana jamani. Jambo langu moja. Naam. Bana, mimi naambia mwenye kamera hapa ni zoom. Mimi naambia tu jamani, Morogoro ni njema, atakaye na aje. Umemaliza? Nimemaliza. Nakushukuru sana. Bana, hawa ni mashabiki wa timu mbili, mashabiki wa Azam FC, lakini pia bila kusahau mashabiki wa wananchi Young Africans. Wanazungumzia jambo lao kuelekea kwenye mchezo wa Dar es Salaam Derby, mechi ambayo inapigwa saa 2 uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Kwa nukta hiyo tunakwenda mapumziko mafupi, lakini kusihi mtazamaji, endelea kusalia papo hapo ulipo.